Nikusalimu kwa jina la uwezo la nguvu la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni siku ya Jumanne, tunaelekea kesho Jumatano kwa ajili ya maombezi, ibada ya maombezi. Kesho Jumatano, ibada ya maombezi. Kesho maombezi, kesho Jumatano, majira ya saa 10:30. Kwa wale wenye shida wanaamini maombi, basi mnakaribishwa. Una shida, umekuwa una taaluma lakini huna ajira, basi kesho ni siku yako ya kuomba. Una matatizo ya kibiashara, unahitaji Mungu akusaidie kwa njia ya maombi, kwa njia ya nguvu na upako, basi kesho utakuwepo upako wa jina la Yesu kusaidia. Umekaa miaka mingi katika maisha ya ndoa bila mtoto, sababu hujui, sifa unazo, au umeambiwa hormones ya zibalance, una shida mifumo ya uzazi, basi kwake aminie yote yanawezekana. Lakini pia Jumatano ya kesho, Jumatano ya kuomba kwa ajili ya milango iliyofungwa na kufunguliwa. Kama kawaida, tutaomba kwa ajili ya milango iliyofungwa na ile ambayo imefunguliwa. Maana hata mlango uliofunguliwa unahitaji kuombewa ili udumu. Jinsi ya kudumisha muujiza, sababu ibada kama hizi zinalea ule muujiza. Zinalea ule muujiza. Ulipata kazi kwa muujiza, basi itakuwa kazi endelevu kwa maombi. Ulipata biashara, iliinuliwa kwa maombi, basi biashara yako itadumu kwa vile ilivyo kwa maombi. Maana mpapai unazaa mpapai, na mchungwa unazaa mchungwa. Mtoto wa simba hawezi kulelewa na kiboko. Haiwezekani, lazima kiboko mwenyewe alee mtoto wake. Kwa ili mambo yako yaendelee kuwa mazuri, basi usiache kumlingana Bwana. Ndio maana Jumatano ya kesho tuna maombi ya kuomba milango iliyofunguliwa na iliyofungwa. Paulo ambaye Timotheo, chochea kile kipawa, chochea kwa ule muujiza wako, na uchochea ile baraka yako, unaichochea kwa sababu zile ambazo ulipokea. Usiasi zile sababu. Usiasi, usisahau. Usijifanye mjanja, acha ujuaji. Kwamba Mungu hataki ujuaji. Utaangukia pua, kwa mnyenyekevu. Usiasi zile sababu. Unapoasi zile sababu, basi hilo jambo litakuponyoka. Kwa hiyo kesho Jumatano, majira ya saa 11 kamili, milango ya kule mamlaka kwa mzee Pako JRC itakuwa wazi tayari kualika mbingu, kualika malaika, kumwalika Roho Mtakatifu ili Baba aseme na sisi kwa ajili ya kesho yetu wanamu na umilele wote. Naitwa Anton Thomas Osekelo, unaangalia Facebook, TikTok. Naomba hiyo linki mtumie na mwingine kwenye Facebook, kwenye TikTok, kwenye Instagram, Mzee Pako TV, Testa Times. Basi taarifa za kesho ndivyo kwa jina la uwezo la Yesu Kristo. Kabla sijamaliza, ningependa kufundisha kwa ufupi sana yale usiyojua kuhusu Ayubu. Role model. Ayubu amekuwa role model, mfano wa wengi. Kitabu cha Ayubu kimekuwa mfano wa wengi. Ni shule ambayo Mungu apeleka wenye haki ili wapate kujifunza kitabu cha Ayubu. Ni shule ile. Kitabu mashuhuri sana duniani cha Ayubu.
kimesomwa na Wakristo na wasio Wakristo kwa miaka mingi, maelfu ya miaka. Ndio kitabu cha zamani kuliko vyote, Ayubu. Kitabu cha zamani kuliko vyote, kitabu cha Ayubu. Kinazungumza nyakati za mababa ambao walikuwa wanamuishi Mungu bila Biblia, bila maandiko. Walikuwa wanaongozwa na dhamira na imani, hawana Biblia. Dhamira yao inawaongoza kumcha Mungu na kumtafuta Mungu. Hawana kanuni kama sisi tuna kanuni. Wao walikuwa wana kanuni. Vitabu viwili tu, kitabu cha Mwanzo na kitabu cha Ayubu. Ndio baba zetu waliishi kwa dhamira. Hawana Torati, hawana Injili, hawana Zaburi. Wanasema kitabu cha Ayubu kwa kweli kimeandikwa kwa mashairi mpaka leo bado mwandishi wake hajulikani. Wengine wanasema ni Ayubu mwenyewe, wengine wanasema Selemani, wengine Ezra, wengine wanasema Musa. Lakini nimesikiza wanazuoni wengi wanasema kwa Musa kidogo kuna uhalisia kwamba inawezekana kitabu cha Ayubu aliandika Moses. Kitabu cha kale kuliko vyote, kitabu cha Ayubu kinafananishwa na kitabu cha Mwanzo. Baba zetu waliishi kwa njia ya dhamira tu. Kwa hiyo Ayubu alikuwa ni mtu anaishi nchi ya Usi, leo inaitwa Moabu, nchi ya Esau, kaskazini mwa Jordan. Ndio aliishi Ayubu. Ayubu alikuwa na sifa kubwa tatu. Moja, alikuwa mtu mkamilifu, mtu sahihi. Katika maeneo mengi Ayubu alikuwa sahihi. Watu kama Ayubu walio sahihi ni wachache. Alikuwa sahihi, mtu sahihi kwenye kusema, kwenye kutenda, kwenye kuamua, kwenye kuishi na wengine, kwenye kumtafuta Mungu, mtu sahihi. Sifa ya pili, alikuwa mwelekevu. Mtu ambaye hitaji la kujifunza alikuisha kwenye moyo wake. Kila wakati alihitaji kujifunza mambo asiyajua. Kwake kujifunza kulikuwa ni jambo endelevu, mkamilifu, mwelekevu. Hakushiba elimu. Kila wakati alikuwa na njaa ya kujifunza kuhusu maisha, kuhusu Mungu. Mwelekevu, mkamilifu na mwelekevu. Mkamilifu, mtu sahihi, amekamilika. Hana hasira za kijinga kama wewe. Hana maamuzi ya kijinga. Hana miemko. Hana chuki na mtu. Hajui kuingilia mambo yasiyomhusu. Mkamilifu. Ayubu mtu sahihi, mwelekevu, mwenye kiu na njaa ya kujifunza wakati wote. Yale ambayo hayajui Ayubu alikiri asiyajui, anahitaji kuyajua, anahitaji kujifunza. Ndio maana ya uelekevu, kujifunza kusikokoma. Elimu haina mwisho, kujifunza hakuna ukomo. Mungu Baba akusaidie wewe na mimi tuwe na moyo kama Ayubu na zaidi ya Ayubu. Watu watamani kujifunza, wepesi kusikia, wagumu kusema. Hata tukisema tunasema baada ya kufikiri. Na maneno yote yanayosema bila kufikiri, maandiko yanasema yanaumiza kama upanga. Misali 12. Nahitaji Mungu atujalie Ayubu uonekane kwenye maisha yetu. Lakini sio hilo tu. Tabia nyingine ya tatu ya Ayubu, mcha Mungu. Mcha Mungu ni mtu anayemcha Mungu. Anafunga na kuomba. Anafanya ibada. Analicha jina la Bwana. Anaamka asubuhi kwenye maombi. Mchana naomba, japo kwa saa moja kabla hajalala naomba.
mcha Mungu, mtu mwenye hofu ya Mungu, mwenye kichwa cha Bwana. Lakini sifa nyingine ya 4, Ayubu aliepuka uovu. Hapa ndipo watu wengi wanaanguka, wanakwama, kuepuka uovu. Kataa kukaa kwenye baraza la wenye mizaa. Mahali pa kwenda unachagua. Pale panapohatarisha heshima yako, ukamilifu wako, uchaji Mungu wako, usiende. Sio lazima kila sendafu uende. Sio kila mwaliko wa harusi uende. Sio lazima. Epuka uovu. Mahali wazi kabisa unajua pale pana uovu. Kile kijiwe kile kina majungu. Kile kijiwe kinazungumzia matako ya wanawake, shepu za wanawake, usiende kule. Kile kijiwe anazungumzia habari ya bangi, majungu, masengenyo, ili usiende. Epuka uovu. Hapo ndipo wengi tunakwama, kuepuka uovu. Kuepuka kutoa na kupokea rushwa. Kuepuka kudhulumu, kuumiza mtu. Epuka. Ayubu aliepuka uovu. Hizo ndio sifa kuu za Ayubu 4. Sasa watu wengi wanakimbilia zile ahadi za Ayubu. Je, maisha ya Ayubu haya ya ukamilifu na uelekevu unayaweza kuwa mtu sahihi, unayejifunza, mwenye kichwa cha Bwana, unayetafuta mambo ya kusema? Uropoki tu kwenye mitandao. Uropoki tu. Unatafuta kuongea kwenye mtandao. Yasimwasili mtu wala Mungu. Unatafuta kuongea. Lakini alikuwa mtu mwenye familia. Alikuwa na watoto 10. Alikuwa watoto wa kiume 3, 7 wa kike 5. Hali yake, maisha yake na familia, alikuwa makini kwa watoto wake. Hakuacha kubeba udhaifu wa watoto wake mbele za Mungu. Alifunika udhaifu wa watoto kwa Mungu, mbele za Mungu. Alitoa sadaka kwa ajili ya watoto wake. Aliomba kwa ajili ya watoto wake. Wanasema Israeli, tutakwenda sisi kumtumikia Mungu, sisi na mume zetu na watoto wetu. Yaani mara nyingi watu tumeacha mbali familia. Hatupeleki familia kwa Mungu. Tumeacha mume wako mwacha anapuyanga mwenyewe, na wewe unapuyanga mwenyewe, na yeye anapuyanga mwenyewe, watoto wanapuyanga wenyewe. Leo maisha ya watoto wa Kristo ni aibu. Kwa tule wanakuta bangi, wanakunywa pombe, walevi, wazinifu, waongo. Bado najiita sisi ni wa Kristo. Anasema kipimo cha mtumishi wa Mungu ni wa nyumbani mwake. Ni wa nyumbani mwake. Ndio mtihani Mungu amekupa. Sidhani kama nimesimama Paulo anasema na kaza mwendo ili chue taji, chuchumia mbele. Wenda hata mwenye mzao pako katika familia kuna udhaifu, kuna mahali panavuja. Basi na kaza mwendo. Naomba neema ya Mungu inisaidie. Niaishi Ayubu Mungu auone kwenye maisha yangu. Alisimama mahali palipoharibika kwa ajili ya watoto. Mahali palipobomoka kwa ajili ya watoto. Akawatolea na sadaka. Akidai yamkini wanangu katika maisha yao, katika njia zao, yamkini wamemkosea Mungu mahala. Mungu asamehe watoto wangu. Alitoa sadaka ngamia, ng'ombe na punda. Ayubu. Katika jamii ile ya Ayubu alionekana kama mfalme wao. Mtu mkuu mwenye kutegemewa. Mtu mkuu mwenye kutegemewa, mwenye mali nyingi, mwenye utajiri tele. Lakini Ayubu alikuwa baba wa watoto, mume wa mke. Unajua wanaume nyinyi na wanawake mko sawa. Wanaume na mwanamke wako sawa. Lakini mume na mke hawako sawa. Mume na mke hawako sawa hata kidogo. Ila mwanaume na mwanamke wako sawa. Ndio usawa. Lakini mume na mke hapana. Ayubu alikuwa mume wa mke. Mume wa mke. Sasa kuna mambo ambayo unaweza kujifunza kitabu cha Ayubu. Ni majaribu aliyopitia. Majaribu aliyopitia. Na tujifunze kuhusu mke wake. Tumeona kuhusu watoto, tuone kuhusu mke wake.